السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل أيها الإخوة الكريم. Awali ya kwanza nitangulize shukurani za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumhimidi kwamba shukurani zote zinapaswa kuzipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiyo mpangaji wa maisha yetu na yeye ndiye
pia hata mitihani anayotupa ni kutupima sisi ya imani, imma shakiran imma kafura, imma tutaweza kumshukuru ama tutakufuru kupitia mitihani hiyo. Imma kama tutamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni shukrani kubwa kuzikumbuka na kuzirejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina yoyote ambayo uko nayo katika maisha yako, kwa aina yoyote ambayo unayoendelea nayo mpaka hivi sasa. Lakini si hivyo tu, zimpelekee na zimwendee kiongozi wa umma salama na amani, zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha al-ikhwa karimu, ya kwamba Ijumaa iliyopita mpaka Ijumaa ya leo kwamba ni masiku machache kwa kuyahesabu, ambal ayyam al-ma'dudati famarrat, kwamba ni masiku machache yamepita, lakini yenye kuhesabika, kwamba tumehesabu juma ya kwanza, juma ya pili, juma ya tatu, mpaka leo kufika ni Ijumaa. Ni masiku machache ambayo yenye kuhesabika, lakini ndani ya haya masiku ambayo yanahesabika, ili tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina mbalimbali na neema mbalimbali ambazo ametuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo ndugu zetu ambao tulishiriki nao kwenye juma zilizopita, ima ni Ijumaa iliyopita ya juzi ama Ijumaa iliyopita ya juzi yake, kwamba tulipata kushirikiana nao, lakini Ijumaa ya leo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku kwa mara nyingine kuiona kwamba hatuko nao wenzetu, kwamba wengine wameshatangulia, lakini wengine wako mahospitalini, lakini wengine wamekosa viungo vyao, lakini wengine wamekosa aina mbalimbali ya vitu ambavyo vitaweza kusurvive kwenye maisha yao ili waweze kuendelea na maisha yao. Kwamba ili tuweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ukiweza kuyakumbuka haya, kwamba kumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala bado anakuzawadia neema zake. Kwa hiyo jikurubishe na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema nyingi. Mkumbuke kwa hizo neema ambazo amekuneemesha. Lakini si hivyo tu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametupambania kutuletea Uislamu ambayo ni neema kubwa ambayo wenzetu wanaitamani kwa aina mbalimbali kupitia ustaarabu wake, kwamba Uislamu umeleta ustaarabu ambao watu walikuwa wakiabudu masanamu, watu walikuwa wakiabudu nyoto, watu walikuwa wakifanya aina mbalimbali za ushirikina. Lakini baada ya Uislamu kuja, kwamba ilikuja neema, na kisha baada ya hapo watu wakabadilika na wakaacha kuabudia masanamu. Lakini si hivyo tu, ametufunza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya Uislamu kwamba mabinti walikuwa wakizaliwa na wanazikwa wakiwa hai. Alipokuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu, hili likatoweka, kwamba ni kuonesha Uislamu ni neema, lakini Uislamu ni ustaarabu unaokuja kumletea mwanadamu aweze kuishi katika maisha ya ustaarabu ambao Uislamu unataka. Lakini ama al-mawdhu' al-khutbatu al-yawma al-ilmu hayatul Islam, kwamba siku ya leo tutaangalia uhai wa Uislamu mwenyewe. Uhai wa Uislamu mwenyewe ni nini ambacho kinafanya Uislamu endelee kuwa hai? Ameeleza Rasuli sallallahu alaihi wasallam, anasema hayatul Islam al-ilm, uhai wa Uislamu ni elimu. Hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiabudu katika mapambo ya Hira, wahyi wa kwanza kabisa aliyoteremshiwa na mwalimu wake Jibril baada ya kuletewa, aliambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Aliambiwa soma kwa jina la Mola wako. Lakini katika historia inapotueleza
alipata kuadhibiwa kwa aina ambayo ili awe anakumbuka yale machungu pale ambapo atakapokuwa anayasoma yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba alipoambiwa iqra, akasema ya kwamba mimi sijui kusoma na wala mimi si katika hao wasomi, sijui chochote. Historia inatuambia alibanwa mbavu zake mpaka mbavu zikapitia upande wa pili. Kwa uchungu aliopitia alihofu na akarudi nyumbani akiwa anakimbia kwa mke wake Bi Khadija. Na aliporudi kwa Bi Khadija, cha kwanza kabisa kutokana na hofu na kibano alichokuwa amekipata, alikuwa na hofu kubwa, na alipofika nyumbani alikimbilia na kuchukua manguo na kujizogazoga. Na kisha baada ya hapo riwaya inakuja akaambiwa, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, kwamba maneno haya, ewe mwenye kujifunika maguo, ewe mwenye kujifunika maguo, simama. Kwa hiyo hofu aliyokuwa akipitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kibano alichokuwa amekipata, alikuwa na hofu kubwa sana. Sasa kwamba kama uhai wa Uislamu wenyewe tunatakiwa ni sisi wenyewe kuwa wasomi. Vipi tunaacha kutokuwa ni wasomi? Ni kuonesha kwamba sisi tunaenda katika ibada ya kwamba kufifisha Uislamu na kurudisha Uislamu nyuma, kwa sababu sisi hatutaki kusoma. Kwamba kama sisi hatutaki kusoma, vipi tutauhuisha Uislamu? Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja kutueleza ili tuweze kuihuisha dini na iendelee kuwa hai. Anatuambia al-ilmu hayatul Islam, elimu ni uhai wa Uislamu. Faman ta'allama ilman, yeyote ambaye amejifundisha elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, atamma Allahu ajrahu yawm al-qiyama, kwamba atamkamilishia malipo yake siku ya Kiyama. Kwamba na kule akaelezea ya kwamba watu ambao wataingia peponi pasi na hesabu ni mtu ambaye amedumu katika kuitafuta elimu na mpaka anakufa akiwa yuko katika jihadi ya kuitafuta elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-ikhwa karim, ikiwa haya ndiyo mafundisho au haya ndiyo maelekezo aliyokuja nayo kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi sisi tunaishi nayo? Ili tuweze kuishi nayo, tusafiri nayo kwa pamoja. Kwamba hivi leo sisi si katika wasomi, lakini sasa inatujia fursa, kama sisi sio wasomi na tumejipamba na kuitafuta dunia, kwamba dunia tumeiweka mbele, dunia tumeitanguliza basi na chochote. Vipi tutafanya ibada basi na kuwa na elimu? Vipi tutatambua utaratibu wa kutia udhu? Vipi tutatambua masala ya swala? Vipi tutatambua masala mbalimbali ambayo tunatakiwa sisi tuyafanye katika Uislamu kama hatukusoma? Leo maal asafi shadid, tukitembelea baadhi ya madarasa ambazo zinasomeshwa au zinauhuisha Uislamu au sehemu ambazo zinapatikanwa uhai wa kuhuisha Uislamu, ambapo ni madarasa ambapo wanapata watu na elimu. Hivi sasa wanaosoma ni vijana ambao takriban wana miaka isiyopungua 10 au 12 au 9 au 8 mpaka kurudi miaka 5. Na alhamdulillah, unaweza ukakuta kwa baadhi ya vijana wa kiume kwamba wamepiga hatua, mpaka utakuta kama baadhi ya madarasa zingine utakuta wao vijana wameelemea, wamefikia miaka 16 kwenye nyumri zao,
na miaka 16, 17. Wapo baadhi ya madrasa hawa vijana, lakini hawa ni wa kiume. Lakini baadhi yetu namna tulivyowekea kwamba hawa mabinti wanapofikisha miaka 13 na 14 kwamba hawa hawastahili kwenda madrasa. Baadhi ya madarasa ni kuonesha ya kwamba sisi wazazi, kutokana na sisi kwamba sisi si katika wasomi, tunaona kwamba sasa binti amefikia umri wa kutokwenda madarasa tena. Kama ni binti alipata kuhifadhi juzuu moja, alipata kusoma juzuu moja, na baadhi ya masala ambayo amejifunza chuoni kwake, ilitakiwa aendelee kuyafanyia kazi na kuendelea kuongezewa masala mbalimbali ili aweze kujitambua yeye yuko kwenye nafasi gani. Yeye anatakiwa aweje, lakini madarasa maalasaf shadid, madarasa kwamba binti akifikisha miaka 12, 13, kwa hiyo hastahili kusoma madarasa cha kuongoza. Tunapomrudisha nyumbani, tusafiri wote kwa pamoja kwamba binti huyu amesoma juzuu moja na kisha baada ya hapo amerudi nyumbani. Nini tunachokwenda kutengeneza nyumbani? Kwamba tunaenda kumtengeneza huyu ni mama ambaye atakuwa ni mama ambaye baada ya kuacha kusoma madarasa alijifunza yale ambayo yalimkuta akiwa mtaani. Alijifunza yale ambayo baada ya kuacha madarasa alikwenda kuyachukua yale ambayo yananasibiana na ulimwengu namna unavyokwenda katika maisha ya dunia. Kwamba si hivyo tu, masikitiko makubwa utakuta darasani ni yule binti ambaye alihifadhi juzuu moja na akawa ni msomi mzuri, lakini takriban baada ya kupita miaka 3, 4 unakuta katika wale ambao ni wachezaji wa maturumbeta, ni katika wale mabinti ambao wameachisha madarasa kutokana na umri zao, kwamba wao wamefika wakubwa na hawastahili tena kuendelea madarasa. Wakati ilitakiwa yule binti alipofikisha miaka ile 14 na kuendelea, ilitakiwa aweze kusomeshwa sasa ni namna gani aweze kutengenezwa ili aje kuwa ni mama wa bora wa baadaye. Kwamba tunatambua al-ummu madrasa, kwamba mama ndio transformer la utulivu, mama ndio transformer, mama ndio madarasa kubwa, mama ndio madarasa kubwa nyumbani. Kwamba kama umekosea kuchagua madarasa yaliyo mazuri, kama umechagua madarasa ambayo si katika madarasa ambazo amezieleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambua umeitafutia familia yako mama ambaye si bora. Mama aliyekuwa bora ni mama ambaye anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mama anasimamisha ibada na mtoto akirudi lazima aamrishwe kusimamisha ibada. Sasa mama huyu aliyoachishwa madarasa akiwa na miaka 14 na au 13, amejifunza ya mtaani, amejifunza maisha ya mtaani yalivyo, kwamba sasa ameona maisha ya mtaani ndio haya, maisha ya mtaani ndivyo hivyo, natakiwa kuishi kama maisha ya mtaani. Vipi mama huyu atakuja kuingia kwenye familia ila hali yeye akiwa na miaka 15, 16 alikuwa ni mama mzuri wa kucheza tarumbeta, alikuwa ni mama mzuri wa kuimba muziki, alikuwa ni mama mzuri wa kufanya kadha na kadha katika uchafu, kwa sababu elimu pia unapoiacha na yenyewe inakuacha. Elimu unapoiacha na yenyewe inakuacha, na Qur'ani unapoihama na yenyewe inakuhama. Qur'ani haiwezi ikakaa sehemu ambayo ni chafu. Kwa utakapojiingiza sehemu chafu, Qur'ani nayo inakupa baibai kwamba hamtoweza kukaa sehemu moja pamoja na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa wewe ni mchafu. Sasa ayuhal ikhwa alkarim, kwamba haya tumeyakumbusha kwamba ili tuweze kutambua kwamba umuhimu wa kusoma ni aula zaidi. Kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
amepewa utume kutokana na miaka yake aliyokuwa nayo, na akaambiwa asome kutokana na ukubwa wake aliokuwa nao, na akasoma. Vipi wewe na mimi unashindwa kujipa jambo lisali moja uweze kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi unakosa kujipa walau nusu saa ukajipa kwamba nijipe muda niweze kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala? Masiku yanapita, miezi inapita, miaka inapita, haukuwaipo kusoma kitabu chochote, haukuwaipo kusema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba anatukumbusha Rasuli sallallahu alaihi wasallam kwamba yeyote ambaye hakuna kitu katika kifua chake, kalbaiti kharabe, ni kama jumba ambalo limehamwa, kwamba halina thamani tena. Kwamba mtu yeyote ambaye hana katika kifua chake shay'un min al-Qur'ani, kitu chochote katika Qur'an, kalbaiti kharabe, ni kama jumba lililohamwa, ni maana jumba bovu, amesema Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sasa vipi mimi na wewe tunakubali kuwa ni kama jumba bovu, kwamba sisi tunajitenga na elimu mbali, hatuna habari na elimu? Ni kuonesha sisi tunaurudisha Uislamu nyuma na hatufanyii uhai. Uislamu ili uwe hai ni lazima sisi tujipambe na kuusoma Uislamu wenyewe, tuweze kuisoma dini yetu, ili uangalie masikitiko makubwa ambayo tunakutana nayo kwenye jamii. Ni kuonesha jamii haina ujuzi wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, jamii haina ujuzi wa kuisoma Qur'ani, jamii haina ujuzi wa aina mbalimbali wa kuendea masala ya Uislamu. Kwamba hivi sasa ndugu zetu wanaoondoka katika mgongo huo ardhi, kwamba sisi tumejiwekea kwamba wanaotakiwa kuwaosha ni maimamu, wanaotakiwa kuwaosha mama zetu na ustadhi, kwamba wanaotakiwa kuwaswalia ndugu zetu mashehe, kwamba sisi hatuna umuhimu. Hapana, kwamba ni lazima sisi tusome ili tujue ni namna gani tunaweza kuwastahimili wale mahudumu, kuweza kuwaosha na kuwavisha sanda na kuweza kuwaswalia na kwenda kuzika. Kwamba sasa hivi tunatambua kwamba mtu akiambiwa twende tukaswali, bana siko vizuri, bwana tutangulie. Huko vizuri vipi? Kwamba ni kuonesha huyu hakusoma, walau angesoma angejua umuhimu wa elimu aliyobeba, kwamba inamhimiza nini, kwamba kitu alichokibeba kina thamani gani. Kwa hiyo kwa kuwa hakubeba thamani ya aina yoyote, hawezi kutambua ni nini umuhimu wa swala. Kwa sababu hakusoma, hajui umuhimu wa swala, hajui umuhimu wa ibada ya aina yoyote, hajui umuhimu wa sadaka, hajui umuhimu wa kuwatendea wazazi wema, hajui umuhimu wa kuishi na jamii, hajui umuhimu wa kuishi na yatima, hajui umuhimu wa kuishi na maskini, hajui umuhimu wa kutenda amali zilizokuwa nzuri. Ni kwa sababu hana ujuzi wa kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaelekeza vipi tuweze kuishi na jamii, Allah anaelekeza vipi tuweze kuishi na miskini, Allah anatuelekeza vipi tuweze kufanya ibada. Ikiwa tutayasoma haya, hatutakuwa na mchanganyiko wa aina yoyote, isipokuwa sisi tutakuwa njia yetu ni moja ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila ibada wa toba, kwa kufanya ibada na kwa kutubia na kwa kujutia makosa ambayo tulikuwa tukiyafanya. Kwamba makosa tunayoyafanya wengine tunafanya kwa kutokujua, kwa sababu hatuna ujuzi nayo. Wengine tunafanya makosa kwa sababu hatujui Allah ameeleza nini na amekatazaje kuhusiana na kosa hili. Kwa wengine tunafanya makosa hatutambui kwamba tulitakiwa tufanye vipi baadaye kulifanya lile kosa. Ni kutokana na kwamba sisi hatukusoma mwenendo ambao tulitakiwa tuishi nao katika Uislamu, na hatuwezi kwenda salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama sisi tumejitenga na kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sisi ni warudisha
urudishaji wa Uislamu nyuma, kwa sababu sisi hatutaki kusoma, kwa sababu sisi hatutaki kujiwekea utaratibu wa kuyajua maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa kama tunaweza kujiwekea muda wa kuyajua ya dunia, kwamba hivi sasa tutizame hata gari lenyewe hauwezi ukaliendesha basi na kufundishwa, kwamba gari lenyewe lazima uende shule ukasomee gari, kisha baada ya hapo upate cheti ambacho kitakuruhusu wewe sasa ni mwendeshaji mzuri wa gari. Lakini hata kama utasema utaendesha mtaani, lakini lazima upate mwalimu akufundishe ni namna gani ya uendeshaji wa gari. Kwa hiyo kadhalika vile vile hata ibada ni lazima uweze kusoma ili uweze kuelekezwa ni namna gani ya ufanyaji ibada iliyokuwa nzuri. Ikiwa kama sisi sio wasomi, tutakuwa sisi ndio wale ambao tunaudidimiza Uislamu kurudisha nyuma, kwa sababu al-ilmu hayatul Islam, elimu ndio uhai wa Uislamu. Faman ta'allama ilman, yeyote ambaye amejifundisha elimu ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, atamma Allahu ajrahu yawma al-qiyamah, Mwenyezi Mungu atakupeni ujira, atakulipeni ujira kwa yale ambayo umejifunza. Kwa hiyo kama tutajifunza, tutatengeneza, bimaana kama tutajifunza sisi, bimaana tutatengeneza na familia zetu ziweze kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba watoto hawa wako kwenye rikoda ya kurekodi mzazi unafanya nini. Kwa hiyo ukimuona mtoto anafanya kinyume na vile ambavyo unavyofanya wewe, hizo ni tabia zingine. Lakini kama utaona mtoto anafanya vile unavyofanya wewe, tambua hayo ndio mafundisho uliokuwa nayo kwenye nyumba yako, kwamba ikifika saa 2 wewe kama umezoea huko nyumbani unawasha taarifa ya habari. Kwa hiyo usishangae na wewe ukiondoka na yeye anafanya vile vile, kwamba ikifika saa 2 baba anakaa tunawasha TV tunaangalia. Ikifika muda wa adhana, kwamba adhana imenadiwa sasa ni muda wa swala, baba ndio kwanza huko zako, ndio stories zinaendelea, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo sidhani hata yule mtoto atakwenda kuswali, haendi kuswali. Lakini kama baba utasikia wito wa adhana na ukamwambia sasa huu ni muda wa adhana, tujiandae kwa swali, mtoto naye atafika pahala kwamba baba alikuwa akisikia adhana na pia tukaswali, muda wa adhana ukiadhiwa kwa swali. Kwa hiyo vile unavyofanya hata watoto ndio vile vile wanaiga, kwamba kama utamwigisha utaratibu ambao anauridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi utakuwa umefaulu. Lakini masikitiko makubwa katika kuwatengeneza vijana wetu, kwamba tuko tayari kuwauliza vijana kuhusiana na masuala ambayo wamejifunza shule, lakini sio katika kuwauliza masuala nini wamejifunza darasa. Kwamba tuko katika mtihani ambao sisi tuko katika kuikimbilia dunia, katika kuwajua watoto wetu vipi wanakuwa vizuri kwenye kuijua dunia, kwamba kama hakuandika ataulizwa kwa nini leo hukwenda shule na kwa nini hukuandika. Mwalimu hajasomesha, amesomesha, kwa nini hujaandika? Na mikwaju ikiwezekana atachezea. Lakini hawezi akaulizwa leo umesoma nini madrasa, kwamba umesoma wapi, hebu nisomee na mimi. Hawezi akaulizwa kitu, kwamba ni kitu ambacho tumekiweka kiko nje kabisa na ratiba zetu. Hatutambui kwamba hichi kitu ndicho cha thamani sana, kwamba hata utakapoondoka katika mgongo huo ardhi hautaulizwa sijui kuhusiana sijui na PhD yako uliokuwa nayo, sijui na diploma zako ulizokuwa nazo, hautaulizwa kuhusiana na hivyo. Utaulizwa kuhusiana na vipi ulimtambua Mola wako, vipi ulimtambua Mola wako. Kama hukusoma utamtambuaje Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hautaulizwa kuhusiana na masuala ya kidunia, kwamba ulikuwa vipi. Hapana, utaulizwa vipi fani yako. Utaulizwa tu kuhusiana na masuala yako, amali zako ulizozitenda kupitia hiyo PhD yako au kupitia hiyo diploma yako uko nayo. Uliyafanya mangapi mazuri ya kumfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini si katika ujuzi wa kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi na wewe
tujivike katika kivazi cha kujitafutia muda walau nusu saa. Ndugu yangu, tafuta muda walau nusu saa, jiwekee kwamba sasa hivi natakiwa na mimi niweze kusoma. Huwezi ukaswali basi na kusoma, lazima usome ili uswali vizuri, kwa sababu nguzo na za swala lazima kwanza uwe ni mwenye kuisoma Suratul Fatiha vizuri. Sasa kama Suratul Fatiha unaisoma tu kwa kuiimba, lakini hauijui namna ya kuisoma vizuri ili itambie vizuri, maana kuna wengine wasiko kusoma tu kwa mazoea, alhamdulillah, lakini hazijui hata zile makhraja za herufi. Kwa kuisoma tu hivi kwa taratibu haiweza vizuri, lakini yale makhraja ya herufi zinatakiwa zisome vipi, hiyo herufi zikoje, lazima atakuwa zisome usijue. Sasa ikiwa sisi tumejiweka mbali na kutokuisoma dini yetu, kutokusoma Uislamu wetu, kwamba sisi tunajirudisha nyuma na tunarudisha Uislamu nyuma, na Uislamu utakufa kwa design ambayo sisi kwamba tumeuacha kufuatilia. Ili tufuatilie, ni lazima watu wasome na vijana wasome ili waweze kufaulu. Kama wataweza kusoma vijana, ndio hawa tunaowatangaza ya kwamba leo, kesho na kesho kutwa kuna kizazi kitakachokuja. Kizazi kitakachokuja ni kizazi cha aina gani? Tumejaribu kudadavua hivi sasa madarasa kwamba sisi hatuko tayari kwa vijana wetu wakifikisha miaka 13, 14 baki nyumbani, hakuna madarasa tena. Sasa tambua, baba, unakuwa umemharibia huyu binti pakubwa sana. Baba, tambua, unakuwa umemharibu pakubwa sana, kwa sababu umeacha kumpeleka sehemu sahihi ajiendeleze na masomo na umemrudisha nyumbani ili aweze kukaa nyumbani. Nini anapata nyumbani? Huyu hatakuwa mama mzuri, kwa sababu umemwachisha vile vitu vinatakiwa viongezeke na aweze kuwa mzuri. Kwa hiyo kama utakuwa umemkatisha masomo, tambua hujamtengeneza vile anavyotakiwa kutengenezwa. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, walau nusu saa jitengenezee walau muda kidogo, ili uweze kuisoma Qur'an, uweze kutengeneza ulimi wako kwa kuyataja maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول بكونه يهتدي المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، نفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وهو البر الكريم. قل الله وأنتم مؤمنون بالحجاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في أولى مرة الثانية في الخطبة الثانية. Niusie nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba na kuzihusia nafsi zenu. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwa leo tulitizama umuhimu wa elimu na kutambua ya kwamba Uislamu nguzo yake kubwa ya kuhuishwa kwamba ni kuisoma Qur'ani yenyewe, kwamba uhai wa elimu ya Qur'ani ni kusoma Qur'ani yenyewe. Kama haikusoma Qur'ani yenyewe, basi sisi tunaujidimiza Uislamu kurudisha nyuma kwa sababu ya kuto kusoma. Kwa hiyo lazima sisi Waislamu tujiwekee muda wa kusoma, lakini pia kutengeneza na kizazi ambacho kitakuja kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tutayafanya haya, basi sisi tutakuwa ni watu wa mbele katika kuyaelekea yale ambayo ameamuru Allah na yale ambayo anataka tuyafanye Allah, kwa sababu tutakuwa tumekuwa na ujuzi wa kujua yale ambayo ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hadithi al-Qudsi anatuambia ya kwamba ma'rifuni kabla an ta'buduni, kwamba nijueni kwanza kisha baada ya hapo ndio mniabudu. Kwamba nijueni kwanza kisha baada ya hapo mniabudu. Kwa hiyo ni lazima sisi tujipambe na kipambo
cha kuisoma Qur'an ili tuweze kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa baqiyati ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya azizul ghaffar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar.